Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you. Amani iwe nawe kufikie popote ulipo. Natumai we bila shaka ni mzima wa afya na unaendelea vyema kabisa na majukumu yako ya kila leo. Yamepita. Nina siku sijaje kuzungumza na wewe hapa, na mara ya mwisho nimezungumza na wewe nadhani ilikuwa ni tarehe kama 28. Yes. Sikuwepo pia, nilikuwa niko mkoani huko. Kuna wazee wa location walishindwa kujua ile location yangu, lakini nilikuwa sehemu moja inaitwa Katoro Buseresere. Kule ni Chato inakuwa. Zamani ilikuwa ni, unajua zamani ilikuwa pale ni kwenye mpaka wa mkoa wa Mwanza na mkoa wa Kagera. Kwa hiyo ilikuwa ukija upande wa Katoro unakuwa upo wilaya ya Geita, alafu ukija upande wa Buseresere unakuwa upo wilaya ya Biharamulo. Yes, pale ilikuwa ni mpaka, lakini ilivyogeuka Geita kuwa mkoa ikawa yote ni Geita. Kwa hiyo imekuwa ni Geita Chato, wilaya ya Chato. Yeah. Kwa hiyo Buseresere na Katoro zote ni Chato. Ndio nilikuwa pale. Ila wazee wa location ambao huwa wanazingamua location zangu hawakuingamua hiyo location. Yes. Kuhusu yaliyotokea kwetu nimekwisha zungumza. Nimezungumza na nilieleza kiasi yale ambayo binafsi nayaona, kwa sababu huwezi kuondoa chochote kuwa nchi ni yetu. Nchi ni yetu. Kwa hiyo ni lazima tuishi kama nchi yetu, na hayo yanawezekana. Na nimemsikia jana makamu wa rais anasema kuwa serikali iko tayari kukaa na wadau kujadili nini kinachoendelea. Ni tumaini, japo kuwa kuna wale ambao kuna watu wanajifanya wamekunywa maji kuwa wao wana kule nchi zingine ambazo tayari zimevuka mstari ambao tulikuwa tunataka sisi kuuvuka, hazijadili tena kuhusu mwanasiasa gani, hawajadili tena kuhusu chama gani, wala hawajadili chochote. Wanachojadili kuwa amani. Ndio wanaoijadili pekee. Hawajadili chochote. Kwa hiyo hata sisi meza ni bora kwetu. Meza kwetu ni bora kuliko chochote. Kwa sababu tunachokivuruga ni mti ule ule ambao tumekaa. Yani uko juu ya tawi alafu umechukua msumeno unakata lile tawi. Nadhani likikatika sijui itakuwaje. Wewe unadhani utakuwa salama? Kuwa mimi nakata tawi tukose wote, kwa sababu hiki kivuli unakitegemea. Yes, unakata hiki kivuli ndio anakitegemea, lakini wewe uko juu ya tawi. Baada ya kutua chini anakosa kivuli, unakosa na wewe unaumia. Hamna hata kuwa salama. Nchi yetu tunapaswa tukae tujadili, tuzungumze. Nadhani kuna kile kitu ambacho ahadi za siku 100 ambazo mama alikuwa amezisema, nadhani atakiwa ahadi baadhi ya vitu ambavyo vimekuja. Huwezi kupuuza chochote. Yani kwa baadhi ya vitu huwezi kuvipuuza, lakini inabidi uende navyo tukua yes, tuzungumze hili, tujadiliane kwa hili na hili, kwa sababu wote ni kwetu. Kila mmoja akitoa dukuduku lake, na kila mmoja always, amani ya ukweli ni ile iko kwenye meza, sio amani ambayo inaweza ikatumia njia yoyote. Amani ya ukweli ni ile amani ambayo watu hukaa kwenye meza wakajadili kwa hoja na wakafikia makubaliano. Hiyo ndio amani halisi. Na watu baada ya pale watatulia, watakaa vizuri kabisa, na tunaomba hayo yapite. Mimi sio mzungumzaji sana wa masuala haya, mnajua huwa sijadili, lakini linapokuja swala la nchi yangu na swala la watu wangu na mimi nahusika, nazungumza, natoa maoni yangu, tena yenye heshima na adabu. Sitoi maoni kwa kudharau upande wowote au kumnyoshia kidole yoyote au kukashifu. Unajua hata kama mzazi wako ni mlevi, halafu unataka uzungumze naye kuwa aache kulewa, huwezi kwenda kumshutumu moja kwa moja tu kwa wewe ni mlevi sana, wewe mzee wewe. Ndio maana zungumza naye kwa nidhamu, ili yeye nafsi imsute kuwa ni kweli mwanangu anachoniambia. Lakini kama wewe utaanza kumdharau mzazi wako kwa kumtolea maneno makali, kashfa, matusi na nini, hata kusikiliza unachokizungumza, hata kusikiliza. Lakini ukienda kwa nidhamu hata kusikiliza. So tunaweza tukajadiliana, tunaweza tukatoa maoni huru kabisa kwa watu bila kukwaza wengine, kwa sababu kama unamkwaza mtu kwa kujiona uko sawa,
basi utamkwaza naye hatakuwa sawa na wewe, japo kwa wewe utajiona umepatia, lakini hamna lolote. Waungwana hauko hivyo. Ungwana ni ile watu wanazungumza na kujadiliana. Sikuwa nataka kuzungumza, ili nitaka kukuambia kuhusu Ahmed al-Sharaa, rais yule wa mamlaka ya Syria, wanamuita rais wa mpito. Yuko Marekani, amekwenda Marekani, na katika tangazo ambalo alilitoa mwakilishi wa Marekani kwa upande wa Syria. Unajua mwakilishi wa Marekani upande wa Syria anaitwa Tom Barak. Huyu ni balozi wa Marekani kule Uturuki. Anasema al-Sharaa anakwenda Marekani, atasaini makubaliano ya ushirikiano wa kupambana na ISIS. Yani amepigwa brashi ili kuleta uhalali wa uwepo wa Marekani ndani ya ardhi ya Syria. Yani yote kuwa Syria imetoka kwenye mikono iliyokuwa ya Iran with Urusi, japo kwa Urusi maslahi yake hayajaondoka moja kwa moja, kwa sababu al-Sharaa alikwenda Moscow mwezi uliopita na wakayazungumza. Akasema anatamani uwepo wa Urusi. Kwa hiyo Urusi hajapoteza chochote, alipoteza Syria ni Iran. Ila sasa Marekani rasmi anaingia sasa kwenye kile ambacho miaka 50 utawala wa Bashar al-Assad pamoja na baba yake Hafez al-Assad kwa zaidi ya miaka 50 waliblock Marekani na ulimwengu wa magharibi kuchota au kufyonza mali ya Syria. Sasa al-Sharaa anaipeleka kwenye meza kuwa mnaweza mkachukua, mnaweza kuja kukaa, mnaweza kuchota. Ndio hicho ambacho kinatokea hivi sasa. Kuwa Tom Barak anasema watasaini makubaliano ya ISIS. Ukirudi kuitafuta ISIS ni nini, rudi kwenye kauli aliyokuwa wakati huo Hillary Clinton. Alizungumza nini kuhusu ISIS? Imetoka wapi? Nani kaanzisha ISIS? Kwa hiyo kuna vitu huanzishwa ili viwete uhalali wa wengine. Ushirikiano ndio huo. Marekani yupo Syria. Marekani anashirikiana na SDF. Yupo Syria muda mrefu. Katika hicho kitu kinachoaminishwa kuwa vita yake dhidi ya ISIS, Marekani amebaki Iraki kwa miaka, licha ya kuwa bunge la Iraki lishapiga kura kuwa hatutaki vikosi vyote vya kigeni katika ardhi hii. Mwaka 2020 mwanzo kabisa wa mwaka 2020, wakati huyu Trump akiwa kwenye awamu yake mwishoni awamu ya kwanza, aliagiza na aliamuru droni imlenge na kumuua aliyekuwa kamanda Generali Qasim Soleimani. Generali Qasim Soleimani wa Iran aliuawa, kamanda mkuu wa Al-Quds, aliuawa akiwa sambamba na mmoja wa watu wenye nguvu sana ndani ya Iraq, Abu Mahdi al-Muhandis. Abu Mahdi al-Muhandis ambaye ni kiongozi wa kundi lenye nguvu lenye silaha Kataib Hizbillah la Iraq. Wakauawa pamoja na General Qasim Soleimani kwa amri ya Donald Trump. Baada ya pale, bunge la Iraq likapiga kura kuwa vikosi vya kigeni lazima viondoke kwenye ardhi. Sasa vikosi vya Marekani vimeng'ang'ania kuwepo Iraq kwa sababu tu kuwa wanasema tunapambana na makundi ya ISIS na makundi kama IS. Kwa hiyo hatuwezi kuondoka kwa sababu. Kwa hiyo IS imetengenezwa kama bondi ya uwepo wa baadhi ya nchi sehemu fulani. Unaweza kusema kuwa mgogoro uliokuwa mfano nchi za Sahel kule Afrika, maana nchi za Sahel zinaanzia Afrika ya Kati zinakwenda mpaka nchi za kaskazini, kwa sababu hadi Mauritania ilikuwa inahesabika kama nchi ya Sahel. Ukija Mali, Burkina Faso, hizi ni Sahel countries. Walikuwa na operation moja ambayo ilikuwa inaratibiwa na Ufaransa, ilikuwa inaitwa Operation Berkane, ambayo ilikuwa inafanyika kule katika nchi za Sahel, Mali, Burkina Faso na nchi zingine. Operation hii ilikuwa ni ya kupambana na makundi yenye misimamo mikali yenye silaha. Kwa hiyo Ufaransa akapeleka vikosi vyake pale na baadhi ya nchi zikapeleka vikosi pale. Tafsiri ikaja baadaye ikasema kuwa kuna makundi yalikuwa yako kwenye eneo la Sahel ambayo yalikuwa kipambana na vikosi vya Ufaransa na wengine, ni makundi ambayo yaliyotengenezwa na nchi za magharibi kuwepo, kuvuruga ili wawepo. Yaani unaweza kusema kuwa kuna makundi yalianzishwa yawepo sehemu ili kuleta uhalali wa wao kuwepo sehemu. Ndio unaweza kusema hivyo. Ahmed al-Sharaa anakwenda katika ziara rasmi kabisa Marekani, ya kwanza rasmi. Acha ziara ya Septemba ambayo alikwenda kwenye mkutano wa UNGA 80. Hiyo alikwenda. Ilikuwa ni kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu sana rais wa Syria anahutubia mkutano wa Umoja wa Mataifa. Alihutubia. Sasa alikutana na Trump mwezi Mei kule Saudi Arabia kwenye ziara ambayo Trump alikwenda Mashariki ya Kati. Wiki jana Marekani imeongoza jopo la wengine kuhakikisha kuwa wanaondoa vikwazo kwa Syria.
yani vikwazo, lift sanction zote za Syria zimeondolewa. Sasa tunachozungumza hivi sasa kuwa Ahmed al-Sharaa atakutana na Trump Jumatatu ya leo, na wataendelea na mazungumzo katika baadhi ya makubaliano ambayo wamekusudia kuyaafiki huko. Kwa hiyo nimetaka kuonyesha hii ziara ambayo tunaweza tukaja kuifafanua baadaye, lakini al-Sharaa yuko Marekani katika ziara rasmi kabisa ya uhusiano rasmi kati ya Marekani na Syria, ambao tunaweza tukashuhudia mikataba mingi tu ikasainiwa kati ya Marekani na Syria. Syria ina mafuta ya kutosha ambayo kiasi kikubwa hayajaguswa. Kwa hiyo utajiongeza mwenyewe. Asanteni.